Mimi Hassan Faki Hamisi nimechaguliwa kuwa mjumbe wa baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Micheweni Zanzibar, na hapa kwamba nitaitumikia afisi ya halmashauri ya wilaya ya Micheweni na nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu ya udiwani kadri ya ufahamu na uwezo wangu katika kutekeleza katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, sheria mamlaka ya serikali za mitaa na sheria za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kanuni na miongozo ya serikali kuu na serikali za mitaa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Salama Hamisi Omar nimeteuliwa kuwa mjumbe wa baraza la madiwani na halmashauri ya wilaya ya Micheweni Zanzibar, na hapa kwamba nitaitumikia afisi ya halmashauri ya wilaya ya Micheweni na nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu ya udiwani kwa kadiri ya ufahamu na uwezo wangu katika kutekeleza katiba ya Zanzibar ya mwaka ya 1984, sheria ya mamlaka ya serikali za mitaa na sheria za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kanuni na miongozo ya serikali kuu na serikali ya mitaa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Hamadi nimechaguliwa kuwa mjumbe wa baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Micheweni Zanzibar, na hapa kwamba nitaitumikia afisi ya halmashauri ya wilaya ya Micheweni na nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu ya udiwani kwa kadiri na ufahamu na uwezo wangu katika kutekeleza katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, sheria ya mamlaka ya serikali za mitaa na sheria za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kanuni na miongozo ya serikali kuu na serikali za mitaa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kuwa mjumbe wa baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Micheweni Zanzibar, na hapa kwamba nitaitumikia afisi ya halmashauri ya wilaya ya Micheweni na nitakuwa mwaminifu katika kutekeleza majukumu yangu ya udiwani kwa kadri ya ufahamu na uwezo wangu katika kutekeleza katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, sheria ya mamlaka ya serikali za mitaa na sheria ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, kanuni na miongozo ya serikali kuu na serikali za mitaa. Ewe Mwenyezi Mungu nakuomba nisaidie. Kwa sababu tumepata bahati kubwa sana kwamba baraza hili la madiwani tutakuwa na nafasi ya wajumbe kutoka Chama cha Mapinduzi, lakini pia tutakuwa na wenzetu kutoka chama cha ACT Wazalendo. Kwa kupitia miongozo ya vyama watapendekeza majina ambayo yatakuja kutumika kwa ajili ya kupigiwa kura kumpata mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Micheweni pamoja na makamu mwenyekiti. Matarajio yetu ni kwamba zoezi hili lingefanyika leo hii tukamalizana, lakini bado miongozo mingine haijatoka. Kuwapongeza sana waheshimiwa wetu madiwani. Nakupongezeni kwa kuchaguliwa na wale wa kuteuliwa kuweza kubebeshwa au kubeba dhamana hizi kubwa, muhimu, adhimu na katika kuzibeba dhamana hizo kama wizara, tunaomba tukuambieni neno. Wajibu wetu mkubwa ni kuenda kumsaidia mkurugenzi ama halmashauri yetu ya wilaya ya Micheweni kuweza kuleta yale maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anategemea yawafikie wananchi wetu. Wajibu wetu mkubwa ni huu, kuhakikisha kwamba maendeleo yanawafika wananchi wetu wote wa halmashauri yetu bila ya kubagua na bila ya kujali itikadi ya namna yoyote. Pale ambapo halmashauri inafanya jambo zuri, ni wajibu wetu waheshimiwa madiwani kuhakikisha kwamba tunaiunga mkono halmashauri
tunamsaidia mkurugenzi na watendaji wetu wengine kuhakikisha mambo hayo mazuri na maendeleo hayo yanakuja kwa haraka iwezekanavyo katika jamii zetu. Lakini pale ambapo tutaona halmashauri inaelekea kufanya jambo ambalo labda halina tija, basi pia ni wajibu wetu sisi waheshimiwa madiwani kuhakikisha kwamba tunakaa na mkurugenzi pamoja na watendaji wetu wa halmashauri kuhakikisha kwamba tunaweka sawa kama kuna changamoto au kuna tatizo kwa njia nzuri za busara za kimaendeleo na za kujenga zaidi. Wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha kwamba tunaitengeneza halmashauri ya wilaya ya Micheweni. Wajibu wetu mkubwa ni kuhakikisha kwamba tunamuunga mkono Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye yeye ndio mwanasiasa mwenzetu. Yeye kapigwa kura na wananchi na nyinyi mmepigwa kura na wananchi, wengine tumeteuliwa. Tuende tukayafikisha maendeleo kwa wananchi. Lakini viongozi, afisa mdhamini hapa alishaanza kwa maelezo ambayo mimi napenda niambatanishe na kiapo ambacho tumekula hapa. Kila mmoja wetu kati ya wale ambao tumekula kiapo hapa, basi kuna maneno tulikuwa tunayasema tukafuate katiba ya mwaka 1984, tufuate kanuni, sheria na miongozo mbalimbali. Na hilo ndio jambo la msingi. Tuelewe kwamba kuna katiba ndio ambayo ndio sheria mama ya Zanzibar mwaka 84, lakini zipo sheria inayoongoza LGAs. Hizi halmashauri, mabaraza na manispaa zipo, lakini ipo miongozo mingine mbalimbali ambayo inatolewa na serikali katika kusimamia. Sasa jukumu hilo liko kwetu. Na kwa nini liko kwetu? Kwenye miundo ya serikali, serikali kuu ina mifumo tofauti. Kuna wizara, kuna mikoa, kuna wilaya, kuna shehia, kwa maana kuja na kuna serikali za mitaa. Kwa hivyo na sisi ni sehemu ya mnyororo wa taasisi za serikali zilizo rasmi, na ndio maana leo tumekula kiapo kwa sababu ni sehemu rasmi. Sasa yale miongozo na maelekezo ambayo yapo vizuri tupafanyika. Kwa hivyo ni imani yangu kwenye wilaya yetu ya Micheweni yapo mambo mengi ya kufanya kazi. Miongoni mwa mambo ambayo sisi tuliomo ndani kama madiwani ambao wamechaguliwa na kuteuliwa ni kushirikiana na halmashauri yetu ya wilaya ya Micheweni. Kuna mambo ambayo yatapangwa. Kwa hivyo upangaji wake lazima na hakika upate baraka zenu kwa mujibu wa vikao vyenu. Mkae mjadili changamoto ambazo ziko kwenye jamii na jinsi gani ya kuzitatua changamoto hizo. Hatutegemei halmashauri baraza hili la madiwani lijiwe sehemu ya mpasuko kwenye jamii, kwa sababu baraza hili ndio ambalo litasimamia wananchi wetu katika ngazi ya chini. Serikali itatekeleza kwa upande wake miradi mikubwa, lakini iko miradi ambayo itasimamia moja kwa moja na halmashauri yetu. Watakaosimamia na kuitekeleza kwa ufanisi ni waheshimiwa madiwani tuliomo. Kwa hivyo naomba tuende tukasimamie miradi hiyo na mipango ya utekelezaji kwa ufanisi zaidi. Lakini jambo kubwa ambalo pia tunapaswa kulisimamia ni ukusanyaji wa mapato mbalimbali. Ili tuende vizuri kwenye halmashauri yetu, lazima tukusanye vizuri. Kwa hivyo waheshimiwa madiwani, kwenye maeneo yetu, kwa mfano kwenye utekelezaji tunatakiwa kuna vibali vya ujenzi vinatakiwa vikusanywe, tutakaoweza kusimamia kwa sababu tuko kwenye maeneo yetu sisi, na hiyo inatusaidia pia kuepusha ujenzi holela. Serikali kuu inapanga huko, kuna mpango miji, kuna spatial plan ya Micheweni, kuna maeneo yashawekwa mipango mikakati kwa ajili ya ujenzi wa serikali. Sasa tutakaopaswa kusimamia kudhibiti ujenzi holela ni sisi, lakini kudhibiti ujenzi holela pia unasaidia